nimesikia hilo neno sana, deni, kwamba mimi nyie mna deni kwangu, na mimi nataka kuthibitisha kwamba nyie hakuna deni kabisa. Mimi najitolea bure kwa maisha yangu yote kwa Taifa Stars. Kwa sababu gani? Mimi nimeshapewa ya kutosha sana. Ukiangalia watoto wangu nyie mmenipa, nyie wa Tanzania wote mmenipa watoto wangu, yani mmenipa mama watoto. Sikia vizuri. Hii watoto wangu walivyokuwa na adabu, naona walivyokuwa na uvumilivu, walivyojua kuuguza mtu, walivyojua kupika. Nadhani ni tabia za kizungu hizo, ni tabia za Kiafrika. Kwa mimi nishapewa zawadi ya kutosha. Kwa sio kwamba kuna deni lolote, mimi ndio narudisha deni. Nyie bado mnanidai, na kwa maisha yangu yote kwa ajili ya watoto wangu nyie mnanidai. Nimependa lakini karibu walivyosema, ameongea kwamba kama mimi nimeweza kujilipia nauli kuja hapa, na sio nauli tu, ni muda na nilianza safari saa 9 usiku nikafika. Sijala tangu Uingereza, unaona. Lakini ni vyema, nataka kitambi kiondoke, ni baki na 6 pack, samani niko na 6 pack, unaona. Lakini sijapewa chakula, na kama mimi naweza kusafiri bila chakula bila nini, kama mtu anaishi Mbagala au Manzese, kwa nini anashindwa kufika uwanjani Ijumaa? Sasa kitu kingine nilichofurahia, nimeona kwamba mimi nimetoka Uingereza kwenye baridi na vile vile kwenye ugomvi wa Brexit nini, no Brexit safi, lakini mimi nimechoka na haya mambo. Nimekuja hapa, nimekuta kwamba kuna umoja. Napenda sana kufika kuona mechi za timu za taifa, kwa sababu kila mtu yani tuko pamoja. Na kama Manara alivyosema, kumbe ana akili alivyosema, akasema sio ni mpira tu, ni uchumi. Mimi nilisomea uchumi wa nchi za Afrika na South America. Ukifuatilia GDP ya Brazil, unaona kuna spike mbili kwenye ile miaka ambao walishinda kombe ya dunia. Kwa sababu kila mtu anasifia nchi yake, anasema mimi yani nataka kulipa kodi zangu zote. Yani nasikia kwamba mimi ni Brazil. Kwa sisi tunavyofanya hapa Tanzania, tunaona kwamba Tanzania ni nchi bora. Yani tunavyojitahidi hivyo. Kwa nimekubaliana na pointi yako. Kitu kingine, naomba niongee ukweli. Mimi napenda wanawake. Niongee wazi kabisa, nisifiche. Katika utafiti uliofanya kuinua mchezo wote, inabidi wanawake wahamasishwe waende uwanjani, na ndio maana kwa muda mrefu sana nilisema wanawake waingie uwanjani. Unaona, kuna mechi moja ilichezwa Cambodia na Iran, na mara ya kwanza katika historia ya Iran waliruhusu wanawake kuingia. Iran kafunga ngapi? 13-0. Fujo sio misa. Hivi kwa sababu gani? Wanawake. Sisi wanaume tunajua kama kuna mwanamke hapa, unaona, tunapenda kidogo kujivunia kuonyesha hivi tuna uwezo. Mimi na Manara tunavyogombana, kuna madems ndio wako hapa. Ingekuwa wanaume watupu, tunaongea tu, lakini tunapenda kuona kana safi na wachezaji wakicheza mpira. Unaona, yule bao tunachotaka hivi. Na vile vile nimeongea hivi sana, unajua raha ya kuja. Kwa nini mimi nafunga safari kuangalia mpira hapa Tanzania, lakini Uingereza nakaa kwenye Premiership, ingawa timu yangu bovu, Norwich City iko chini kabisa, lakini mimi naishi Southampton. Kwa nini siendi Southampton? Siendi kuangalia mpira Uingereza. Uone kwenye tips zangu kwa nini siendi? Watanzania wana fujo fulani, fujo sio mizani. Yani unaenda pale kama disco hivi, unaanza kucheza hivi na disco sio muziki. Sasa kama unaenda disco ni wanaume watupu, je, utaenda mtaboreka sana. Tunataka wanawake wawepo kwenye disco, na tunataka wanawake wawepo uwanjani. Wanawake wakiwepo, sisi wanaume ndio tunafuata. Kwa mimi najitolea, ninao hapa, nitoe kabisa hiyo hela. Mimi natoa, nanunua tiketi 100
mkabidhi mzee hapa tikiti 100 special kwa wanawake. Unaona sasa, sio nyewe wanawake mliomba tayari mnaenda lazima kikazi na bado hatujagundua jinsi ya kuwapa, yani kidogo sijui tuwapa nini. Kwa na wazo kumpa mmoja anaitwa Suzy, lakini ananichanganya sana, sijui. Sasa nilikuwa na wazo hata kama inashindikana, mimi nitaenda mtaani nitawapa mwanamke wote ukinipa hizo nataka hata 50 niwe nazo mfukoni. Maana hata nilivyoshuka kwenye nini pikipiki hivi alidai 12,000 nyingi, akaona mimi 00. Sasa alivyodai 13 nasema shika 16 unaenda uwanjani. Unaona nataka kuwa na tiketi kidogo 50 hivi. Unaona watu napita bongo zote na kila mwanamke ikishaanza fujo na chip na sepa. Unaona kitu cha mwisho ndipo utakupa tiketi zako leo. Unaona leo jioni wanawake wakijua, wanawake wa Tanzania mkiniona leo jioni tu, lakini kama sina watanipiga. Sasa kitu cha mwisho nilichotaka kuongea, najua kuna slogan twenzetu tena, lakini kama mnavyojua mimi napenda slogan zangu, unaona nazotunga hivi fujo siumiza na nini, na mimi nilinyoa hapa maksudi, unaona, na watu wamesema umenyoa nini inaitwa kiduku kama msuva. Nimenyoa kijogoo. Nimenyoa kijogoo kwa sababu kijogoo anafanya nini? Anatoa taarifa kwamba kumekucha, si ndio? Na hapa kimpira naona kumekucha tena na makucha yake. Naona tunaendelea mbele, hamna kufungwa ovyo. Sisi tuna amani kwamba tunaenda sawa, ingawa mimi naenda tukifunga mimi vyote sawa kwangu, kwa mimi naenda kwa ajili ya sherehe uwanjani, unaona. Lakini naona kwamba kumekucha kwa leo, navyokutana na wachezaji nilishapata ndoto, najua nani atafunga leo. Ni rahisi sana kusema Samata atafunga, lazima Samata atafunga sawa, lakini mimi niliota ndoto Faridi Musa atafunga goli, na mtaona. Na leo naenda kumtia moyo, unaona, kumwambia bwana nishaota hiyo ndoto na nitafundisha mchezo wa jogoo. Unajua jogoo tongoza GK ndio anafanya hivi, ndio mchezo wa jogoo. Kwa nataka Farid Musa akifunga goli anakuja anafanya hivi, kila mtu uwanjani anafanya hivi. Mchezo ni ngumu sana kufanya hapa, lakini mtaona uwanjani mchezo mwingi wa kijogoo. Haya, asanteni sana. Fujo isiyofanya nini? Isiyoumiza. Na msemo wao wanasema Vox people, Vox Day. Kauli ya watu, nguvu ya watu, takwa la watu ndio takwa la Mungu. Tunaweza kama Mungu akitaka tunaweza tusifuzu, yes. Lakini mara nyingi Mungu hufanya kile ambacho binadamu wamefanya jitihada nalo. Kwa sisi wa Tanzania sasa hivi tujipongeze wote kwa umoja wetu, namna ambavyo tunashiriki kuhakikisha kwamba timu zetu za taifa, vilabu vyetu vinafanya vizuri. Hii hamasa huko nyuma miaka ya 90 ambao mimi tayari nilikuwa ubongo wangu uko sawa sawa kabisa. Miaka ya 80 gawa nilikuwa mdogo lakini sikuiona. Miaka 2000 muongo wa kwanza haikuwepo, hata muongo wa pili haikuwepo. Tumeianza miaka michache nyuma, na hasa mwaka jana, mwaka juzi na mwaka huu. Jitihada hizi zimeanza kuzaa matunda. Tunakwenda CHAN, tumekwenda AFCON, lakini inshallah tutakwenda tena AFCON. Hapa muhimu ni nini? Muhimu ni kuonyesha Watanzania
nchi inapofanikiwa kwenda AFCON, faida kubwa inayopatikana katika nchi sio tu swala la kimpira, lakini hata economical. Watu wengi waliangalia katika muktadha huo, hawaoni faida za kiuchumi ambazo nchi inaweza ikafanikiwa kama timu inafuzu kwenye AFCON. Mwaka mmoja rais wa zamani wa Zaire, sasa hivi inaitwa Kongo, Mobutu Sese Seko wa Bazanga Kuku Jogo, aliandaa pambano la ngumi baina ya Muhammad Ali na Joe Frazier. Nadhani inaitwa Rambo of the Jungle, I think so. Ilikuwa na jina maalum ile pambano. Akaulizwa, mbona umeweka hela nyingi sana kwenye mchezo huu, nchi yako maskini, watu umetoa hela umewalipa hawa? Don King ndio pambano lake kubwa la kwanza kuandaa. Akasema, nyinyi mnaangalia hapa, lakini leo pambano hili likichezwa hapa, dunia nzima itaijua Zaire. Wakati Muhammad Ali unajua ni the greatest fighter wa dunia hajawahi kutokea. Waenda kucheza pale, dunia nzima imezungumzia kuhusu Zaire. Watu wengi wanataka kujua kuhusu Zaire. Sisi tukishinda mashindano haya, manake watu wataanza kujua kuhusu Tanzania. Wakati mwingine sisi hatujafanya vizuri sana kwenye kutangaza vivutio vyetu. Sisemi hatujafanya, lakini sio vizuri sana. Sasa mpira ni sehemu ya kuwavuta watu kujua nchi ilipo. Nani angejua Equatorial Guinea? Equatorial Guinea kama Dar es Salaam tu. Wao kutoka Vingunguti ukaenda mpaka Tegete, imeisha nchi. Lakini imeandaa AFCON, kila mtu tukaijua. Kila mtu akaijua. Miaka ya nyuma hapa waliandaa. Mimi nilikuwa sijui kitu kinachoitwa Equatorial Guinea. Mimi najua Guinea ile ya Bissau, ya kina Keita na ile Guinea nyingine ya Conakry. Lakini tumeijua. Sasa nadhani ukijua nchi maana yake nini? Naongeza fursa za watu kwenda kutalii, ambao maana yake direct uchumi wa nchi unakuwa. Ni faida kubwa ambayo watu hatujui. Kwa hiyo sio TFF wanachokifanya kina faida tu ya uwanjani, lakini faida za kiuchumi. Lakini hata wachezaji wetu hawa, unaweza ukasikia pale Hamadi, wachezaji wawili watatu wametoka. Watu juzi kuna mmoja akaniambia, bwana mbona tulienda kule AFCON Egypt hajafanya vizuri. Guys, Uganda 2017 umeenda umetoa first round. 2019 baada ya kupata uzoefu wamekwenda mpaka second round. Brazil bingwa wa dunia mara 5 na nyota 5 5 1930 World Cup ya kwanza kupata kitu. Kaangaika na kashiriki World Cup zote mpaka 1958. Miaka 28 baadaye akaja kuchukua cup ya kwanza World Cup. Uwezi tu mara ya kwanza. Nani alitegemea sisi tuende kule AFCON kule ya Misri tuchukue ubingwa? Haiwezekani. Nenda kujifunza, tumepata uzoefu, wachezaji wetu wamepata uzoefu. Leo wana exposure kubwa. Next time tukiingia tutafanya vizuri. Kwa hiyo mimi niwaombe wa Tanzania, swala la sisi kwenda AFCON sio swala la timu ya taifa peke yake au mpira peke yake. Faida zipo nyingi mno nje ya soka. Muhimu ni kuhakikisha kwamba tunajaa kesho. Kwa sababu mimi naamini kabisa wachezaji wetu hawa wakiona ile kauli ya watu 60,000 pale watajiona deni walionalo. Na nimepiga hesabu zangu nyepesi ambazo siku zote huwa wanazipiga na Mungu anajalia zinakuwa correct. Points 9 za nyumbani una chances za asilimia zaidi ya 75 ya kufuzu. Kwa hiyo wewe ni duo dai, hakikisha yoyote anayekuja hapa. Kuna wakati nitumia lugha fulani hivi ya kukera watu walikuelewa, hata aje Barcelona nilikuwa na maana kwamba sisi hapa huyu lazima ufungwe tu, iwe mbivu iwe mbichi, upigwe uondoke. Ndio nilikuwa fikra yangu hiyo. Sikuwa nasema Barcelona ni bora kuliko klabu yangu, hapana, lakini nilikuwa unawaaminisha watu kwamba tunaweza. Yes, Taifa Stars hata ikija Brazil kwenye AFCON hatoki. Yes, ukishawaaminisha wachezaji jua inaingia nyie kwenye ubongo. Kuna wakati wachezaji kweli hapa hatoki mtu, inaingia wa Tanzania watu wanaingia. Kwa sisi tuweke strategy na very simple. Hii inafanya na Tanzania washabiki.
wachezaji wetu wanacheza kwa pressure kubwa wakiona watu, na pressure yao ya confidence, sio pressure ya uoga. No, wachezaji wetu tunaona, mimi nafuatilia social media sana. Ukiposti hata status hivi ya timu ya taifa, kwa mfano wiki hii nimepost sana status ya timu ya taifa, unaona wasomaji wote wa kwanza wale ni wachezaji wa timu wote, na wote wanakutumia WhatsApp. Yani wana feel kitu, unatuposti picha za mastaa wetu, comments za kwanza, likes za kwanza ni kutoka kwa wachezaji. Wana feel something special kwao, wanaona tunawajali. Kwa hiyo twendeni kesho tukaujaze uwanja, tukashinde. Maana sio kujaza uwanja, tukashinde na tuzomee wale. Jana nilikuwa na mimi napenda sana football jamani. Jana niangalia mechi 4. Jana nimecheza kula kwa ajili ya kwa mechi nyingi za qualify. Nimeangalia mechi ya Burkina Faso na Uganda. Nimeangalia Nigeria walicheza na Benin. Cape Verde wamecheza na Cameroon. Bonge la mpira, mapigo mwingi sana bila dakika. Sisi pale balaa kubwa. Afuta nieleza Cameroon wachezaji hizo qualify kwa to ni wenyewe. Sijajua nikasema nitakuta katibu. Ya wanacheza ili wapate nafasi ya kushindana. Wakiwa wa kwanza, maana yake yule anayeshika nafasi ya pili ndio anakuwa amequalify. Okay, nimeeleza. Kwa ile kundi na nafasi ya qualify. Hakuna uwanja wote uliofika capacity ya 2015 jana. Nimeangalia mechi 4 nimeangalia, nimelala saa 9 kasorobo usiku. 4. Hakuna mechi, sisi peke yetu ndio tunaweza. Kafu lazima kwanza watutuze ili jamani. Tunaweza, watu 60 sio mchezo pale. Nyie ndio mnaosababisha haya. Yaani kafu watakuwa tu, jamani tunafanya kitu kikubwa. Mpira ni watu. Mimi nimeangalia mechi 4 jana. Cameroon uwanja wao mzuri, si mpya hamna. Mechi ya Burkina Faso hakuna watu kama hakuna. Nigeria ndio kabisa. Usiache kusubscribe katika akaunti yetu ya YouTube channel na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila aina ya matukio mbalimbali, iwe ya ndani au ya nje, kutokea hapa Jamvi Online TV.